Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Huu ni mchezo wa ng'ombe. Mchezo ambao umekuwa ni kivutio kikubwa kwa wakazi wa kisiwa cha Pemba na maeneo ya karibu ya kisiwa hicho. Hata hivyo, bado mamlaka hawajaitilia nguvu kuona kwamba mchezo huu unaweza kuenziwa kama ilivyo michezo mingine ya kiasili. Hapa ni katika tamasha le ambalo limefanyika hivi karibuni maeneo ya Pujini, ambapo wachezaji wa mchezo huo wametaka kuelekezwa nguvu zaidi katika kuinua na kuboresha mchezo wa ng'ombe ambao umekuwa na mvuto mkubwa kwa wageni na wakazi wa visiwa hivyo. Yaani leo umeona wenzangu wengine wamepigwa na mimi nimepigwa, lakini kimchezo. Mtu kama si mchezaji hawezi kujua kama nimepigwa. Unaona? Na ule ndio mchezo wa ng'ombe ulivyo. Sasa serikali wauchukulie kama ni mchezo wa asili na waurudishe kwenye makao yake. Halafu pia serikali la utalii liangalie litauboresha vipi mchezo wa ng'ombe ili kuwe na posho la kuwapa wale wachezaji wadogo ili nao wahamasike waingie kwenye mchezo wa ng'ombe. Si hivyo mchezo siku hadi siku waondoka. Kwa hivyo asili itakuwa imepotea. Waangalie, jamani. Kwa sababu ukiangalia masuala ya ng'ombe kiumbizi ni Pemba. Wamesema mara baada ya kuzikwa kwa mchezo huo ambao ni nadra kutokea mpaka siku za sherehe ama matamasha, ipo haja ya mchezo huo wa asili kuboreshwa kama michezo mingine na kuwa na mchango mkubwa katika kuinua pato la taifa kupitia sekta ya michezo. Kwa kweli niseme kwamba hamasa ilikuwa ni ndogo. Halafu pia serikali hawakuupa kikaombele. Na kweli mchezo wa ng'ombe ni mchezo wa hatari kubwa. Kama unavyoona mpaka time zingine wanazomfuata ng'ombe umuangalie. Kuna mambo mawili. Ng'ombe utamcheza au atakupiga. Na akikupiga hujui atakupiga vipi. Aweza akakuvunja au aweza akakuua. Kwa hivyo yeye anapokuja pale lake yeye ni kuangalia wewe na wewe ni kumwangalia ng'ombe. Kwa hivyo mambo mawili pale yaangalia na baina mchezo mwenyewe, mchezaji na ng'ombe mwenyewe. Kwa hivyo wewe ndio unatakiwa uangalie kujitetea. Lakini baadaye nadhani ikaja haya mambo ya tamasha haya yakaanza kuubuni mchezo wa ng'ombe ni wa asili, wakauangalia kweli ni mchezo wa asili, baadaye wakauboresha. Lakini pia mimi naona bado hawajauboresha. Kwa sababu sasa serikali wauchukulie kama ni mchezo wa asili na waurudishe kwenye makao yake. Halafu pia serikali pamoja na tamasha ambalo kuwa ni hili la Mzanzibari, si ndio? Tamasha la utalii liangalie litauboresha vipi mchezo wa ng'ombe ili kuwe na posho la kuwapa wale wachezaji wadogo ili nao wahamasike waingie kwenye mchezo wa ng'ombe. Si hivyo mchezo siku hadi siku waondoka. Kwa hivyo asili itakuwa imepotea. Kiasi hapo walikuwa kidogo hamna. Tulikuwa wachezaji 6 tu. Lakini leo kidogo naona afadhali tumefika watu 12. Kwa hivyo tayari kidogo wamepata posho wakahamasisha. Wakaona bora nao waingie. Huu ni mchezo wa kihistoria ambapo ng'ombe huzungushwa kwenye uwanja au uwanja mdogo na mashabiki hujaribu kumchezea ng'ombe kwa njia ya kuvutia kama kucheza naye, kumtoka njiani au kuona jinsi anavyopenda. Mchezo huu hufanywa vijijini na baadhi ya miji ya maeneo ya Pemba kama vile Chwale wilaya ya Wete, Pujini wilaya ya Chake, Uwingu wilaya ya Micheweni na maeneo mengine ya mikoa ya kaskazini na kusini Pemba. Kucheza ng'ombe, watu kusanyika, kupiga kelele, kuimba na kushangilia wakati vijana wanacheza mbele ya ng'ombe ni mmoja ya michezo ya jadi ya Pemba ambayo huleta jamii pamoja, kupendezesha tamaduni za wasanii na watazamaji. Pia ni sehemu ya historia ya kisiwa hicho. Mimi ni mzoefu wa kucheza ng'ombe wilaya wa Micheweni. Ninajifundisha na kati ya mke mdogo sasa nishakuwa mzee na mpaka ndio nikaendelea. Sina tofauti mbora hivi sasa moja kwa moja kama uko unakorudi. Hali ya mchezo ulikuwa kipindi hiki na kipindi hiki mbora sababu tunajulikana zaidi ndio tukicheza tu tukajifurahisha. Sasa kama watu wakikwambia ukawaji wacheza ng'ombe utakuta mvua ukatoa vumbi na ikinya.
Kinamba tukipanda mawele. Tukipanda mawele na mtama mdogo. Ye bora zamani kwamba hawa hakuja wafundisha kuwafundisha sasa. Tunamuomba zamani ng'ombe wakali kama hapa hamukika hapa uwanjani. Sababu wena uzoefu na halafu wena nguvu, wena majo hasa na yeye katika wote wale yeye ya kujisherekeshea kama hivi. Tukiwacheza enzi ya siku kuu ya 6 tukajifurahisha miezi miwili. Unaweza ukawasaidia. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.